بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. tuko katika masala ya mufsidatu as-sawm, yale mambo ambao yenye kuharibu au kuvunda au kubatilisha saumu ya mtu. Al-huqan al-ghidhaiyya, sindano za chakula. وهي إيصال بعض المواد الغذائية. مراد والحقن الغذائية نقول kufikisha baadhi ya vitu ambavyo maana yake vinazingatiwa ni chakula, vinampa uhai mtu, ila al-am'a, kwenye matumbo, biqasd taghdhiyati ba'd al-marda, kwa malengo ya kuwalisha sindano kama zile baadhi ya wagonjwa. Fahadha an-naw', sampuli hii ya sindano, yuftiru as-sa'im, humfuturisha yule mwenye kufunga. Yule alofunga atakapopigwa sindano ambao ni chakula, atakuwa yeye moja kwa moja ashafungua. Li'annahu, kwa sababu idkhalun ila al-jawfi, huwa ni kuingiza ile katika nini, ndani ya tumbo. Wa amma idha kanat al-huqan la taslu ila al-am'a, ama endapo ile sindano itakuwa ni sindano tu, haifiki ndani ya matumbo au ndani, wa inma ila ad-dam, isipokuwa sindano kama ile ni ya kutibu, yenye kwenda katika damu, fahiya kadhalika tuftir, vile vile sindano aina hii hufuturisha, ikiwa malaki yatakuwa yasaidia kumtia ingia katika nini, damu, vile vile yafuturisha, yafunguza saumu. Liannaha, kwa sababu taqumu maqama at-ta'am, yani sindano hii husimama mahali pa chakula, washarab, na kunwa. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Fakathirun min al-marda, sahau kumwambia, fakathirun min al-marda, wengi katika wagonjwa unaipata, alladhina yusabuna bighaibubatin tawila, wale ambao wanaingia katika koma muda mrefu. Alladhina yusabuna bighaibubatin tawila, wale ambao wanaingia katika koma muda mrefu. Yughadhuna, wanapawa chakula, biwasitati hadhihi al-ibra, kupitia kwa sindano kama hii, kal glucose, wa alaykum assalam, kama glucose wasalin au insulin. Wakadhalika vile vile ma yaakhudhuhu ba'd al-marda, baadhi ya dawa ambazo wanazozitumia baadhi ya wagonjwa, almusabina birriba walqasbi, wanaofikwa na baadhi ya maradhi mabaya, min mawadi, wakatumiwa baadhi ya sindano kupigwa ambao ndani yake zinampa uhai wa chakula, fa innaha tuftir, vile vile yafunguza. Kwa hivyo hapa kwa ujumla ni kwamba sindano yoyote ambayo ni ya chakula, mtu yuko katika koma, apigwa sindano ile ambayo ni ya insulin, glucose, ya kumpa nguvu chakula, ya kumpa nguvu ambayo yaingia mpaka kwenye matumbo au kwenye damu, hii yafunguza. Ama sindano za maradhi, za kutibiwa malaria, sindano za homa, hizi hazifunguzi kwa ittifaq. Aljimaa, mtu kumwingilia mkewe. قال الشوكاني في الدرار المضية، أسمى الإمام الشوكاني، الجماع، mtu mwingilia mkewe katika mtana wa Ramadhan, la khilafa, ni jambo ambalo halina khilaf, fi annahu yubtilu as-siyam, ya kwamba ni jambo ambalo la batilisha saumu ya mtu. Idha waqa'a min 'amidin, endapo tukio au tendo kama lile litakapotokea, min 'amidin, kwa kusudi. Amma idha waqa'a 'ala an-nisyan, amma litakapotokea kwa kusahau, fa ba'd ahli al-ilm, baadhi ya wanazuoni, alhaqahu, wameliunganisha na kuliweka katika hukumu ya yule mtu ambaye biman akala au shariba nasiyan, yule mtu ambaye kama ambaye hukumu yake ya yule mtu ambaye alokula au kunwa kwa kusahau. Kwa hivyo yule mtu ambaye kitendo kama hichi atakifanya
kwa kusahau, kwa kughafilika. Baadhi ya wanazuoni wasema itakuwa hukumu yake huyu ni kama hukumu ambaye alokula katika mtana Ramadhan au akana katika mtana Ramadhan hali ya kuwa amesahau. وقال ابن القيم في زاد المعاد أسمى mwanachuoni ابن القيم katika زاد المعاد والقرآن na Qur'an dalun yatuonesha sisi na kutupa dalili anna aljimaa kula kuingiliana muftirun ni katika mambo ambayo yenye kufunguza. Qur'ani ndio inatuambia haya, kal akli kama kula, washurbi na kunwa, la yu'rafu fihi khilaf. Hili ni jambo ambalo halijulikani kwamba kuna khilafu ya kwamba wamekhtalifiana wanazuoni, mwenye kula na kunwa mtana Ramadhani saumu yake yasihi hao haisi. Ni jambo ambalo hakuna mtu yani hakuna ambaye manake atasema kwamba kuna ikhtilafu. Kwa hivyo vile vile masala ya yule mtu ambaye atamuingilia ahali yake ndani ya mwezi wa Ramadhan katika mtana wa Ramadhan atakuwa ni jambo ambalo moja kwa moja hapana shaka ni jambo ambalo halina khilafu, kama hili tulilolisema ya kwamba la haribu saumu ya mtu. Washahada dhalika min kitabillahi azza wa jalla, likashuhudiliwa hili kutoka katika Qur'ani Mwenyezi Mungu aliposema fal'ana bashiruhunna, sasa tangamani nao, wabtaghu ma kataba Allahu lakum, na mutafute yale ambao Mwenyezi Mungu aliwafaradhishia nyinyi. Faudhina fil mubashara, yani maana ikaruhusiwa moja kwa moja. Wakati gani? Wakati wa mtu anapokuwa usiku ushaingia sasa hivi, aweza wakati wowote usiku akiwa manake amtaka mkewe akastarehe naye. Fauqila min dhalika, likafahamika kutoka katika hili anna siyama, ya kwamba kufunga min aljimaa, kufunga ni mtu kujizuilia kumtamani mkewe katika wakati wa mtana, wal akli na kula, washurbi na kunwa wakati wa mtana. Faman afsada sawmahu biljimaa, yule mtu ambaye ataiharibu saumu yake kwa kumuingilia mkewe, fa inna alayhi alqada walkafara, itampata yeye, itamlazimu yeye kukidhi na kafara. Wa dalilu dhalika, dalili ya hilo ma rawahu Abu Huraira, ni hadithi aliyopokea Abi Huraira radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, atahu rajulun, alimjilia mtu mtume, faqal, akasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, halaktu, mimi ninaangamia. Waqal, mtume akasema wama ahlakaka, kilichokuangamiza nini? Qala waqa'tu ala imraati fi Ramadhan, nilimuingilia mke wangu katika mtana wa mwezi wa Ramadhan. Qal, mtume akamwambia hal tastati'u an ta'tiqa raqaba, hal tastati' an tu'tiqa raqaba, waweza kuacha huru mtumwa? Qala la, siwezi, sina. Qala hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, je, waweza kufunga miezi miwili mfululizo? Qala la. Qala hal tastati'u an tut'ima 60 miskina, je, waweza kulisha maskini 60? Qala la, pia siwezi, yote matatu. Qala fajlis, mtume akamwambia keti. Fajalasa, akaketi. Fautiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi'araqin fihi tamr, mtume akaletewa manake nini? Taga la tende. Faqala, akasema fatasaddaqa bihi, طيب يعني تصدق به, nenda katoe sadaka, nenda kajikomboe. Qala ma baina labitaiha ahadun afqaru minna, katika hii miji miwili au majabali miwili leo nipa hinga toa sadaka, hakuna fakiri kuliko mimi, sina kitu. Fadhahika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hatta badat anyabu, mtume akacheka mpaka meno yake yakaonekana, haya yakawa yaonekana. Qala khudhu, mtume akamwambia hatakuwa, fa at'imhu ahla, nenda kalisha watu wako. Alikuwa hana kitu maskini. Alqada'u, kulipa. I'lam ya muslim, jua ewe ndugu yangu muislamu, faqahana Allah wa iyyaka fi din, Mwenyezi Mungu akufamanake akufundisha wewe, akujuze, yani atufundishe sisi,
atujuze sisi na wewe katika dini, atupe ilmu na ufahamu. Anna qadaa alfawati min Ramadhan, yani kule kukidhi, hakika kule kukidhi zile siku ambazo zilizompita mtu hakufunga katika mwezi wa Ramadhan, la yajibu ala alfawri, haipasi wala si lazima mtu kulipa pale pale baada ya Ramadhani kumalizika. Anna qadaa alfawat, mtu kukidhi zile siku zilizompita akawa hakufunga kwa sababu ya dharura, min Ramadhan, la deni ya somo ya Ramadhan, la yajibu ala alfawri, si lazima mtu baada ya Ramadhani tu akafunga, si lazima. Innama wujubuhu ala tarahi wujuban musa'an, uwajibu wake mtu aweza akalipa ala tarahi, kwa siku tofauti tofauti, kwa utaratibu kulingana na nafasi yake na ukutufu wake. Kule kulipa si lazima baada ya Ramadhani mubashara ulipe nafasi yako. Lima warada an sayyida Aisha, kwa hadithi aliyopokea iliyopokelewa kutoka kwa bibi Aisha radhiyallahu anha, asema kana yakunu alayya as-sawm min Ramadhan. Bibi Aisha asema mimi nilikuwa na deni la mwezi wa Ramadhan la mwaka uliopita, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sha'ban, nikawa siwezi kulilipa deni kama ile mpaka ikiingia Sha'ban. Mpaka ikiingia Sha'ban nyingine karibu na Ramadhan ndio bibi Aisha alikuwa kufanya nini? Kulipa, akifunga zile siku za Ramadhani iliyopita. Ina maana ya kwamba maana yake ni jambo ambalo halikuwekwa muda maalum wa kulipa. قال الحافظ رحمه الله في الفتح، أسمى الحافظ ابن حجر وفي الحديث نكتك حديثه دلالة ندليل على جواز تأخير قضاء رمضان، جو يكجوز يكتلويش كقيد رمضان مطلقا موجة كموجة، سواء كان لعذر، سواء mtu anchelewa kulipa akangojea mpaka huko mbele, sawa alikuwa na udhuru au lighairi udhrin au bila udhuru. Wa min almalum badahat, na miongoni mwa mambo ambayo yenye kujulikanwa anna almubadarata ila alqada, ya kwamba kule kufanya haraka kulipa au la ni bora zaidi min at-ta'khir, kuliko kuchelewesha. Ni jambo ambalo lajulikana, mtu kufanya haraka kulipa lile deni ni bora zaidi kuliko kuchelewesha. Lidukhuliha, kwa kuingia jambo kama hili, fi umumi al-adilla, katika umumi ya dalili, adalla zenye kuonyesha ala al-isra', yani mtu kukimbilia fi amali al-khair, katika jambo la khairi, wa adami at-taswif, na kutochelewesha, nitafanya kesho. وشاهد ذلك لكشهود ونهيله من الكتاب المجيد، كتك كتاب كتكف القرآن Mwenyezi Mungu aliposema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni katika kutaka msamaha kwa nani? Kwa Mola wenu. Wa qawluhu azza wa jalla, na akasema Mwenyezi Mungu katika aya nyingine, ulaika yusari'una fil khairat, alipokuwa ataja sifa 10 za waumini akasema mwisho katika sifa zile, ulaika yusari'una fil khairat, hao ndio wenye kukimbilia katika kufanya mambo ya khairi siku zote. Wahum sabiqun, na utawakuta wao wametangulia katika jambo la khairi. Wewe watakafanya jambo la khairi, ukenda wamuona mwenzako ashafanya kitambo kabisa, hii ni dalili ya kwamba ni watu wa nini? Wa imani. Kwa hivyo aya hizi mbili ni dalili ya kwamba mtu jambo la khairi akimbilie kulifanya, asingoje nitafanya kesho. Jambo la khairi tawakkal ala Allah, madam khairi wafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, songa mbele. طيب ولا يجب التتابع، ولا haifa wala si lazima at-tatabu, wakati unapolipa kuandamiza, yani kama wewe dawa siku 3 si lazima ufunge siku 3 kwa mfululizo, la, ilhaqan, kwa kuikutanisha na kuambatanisha lisifati alqada, na sifa ya kukidhi bisifati alada, kwa sifa ya kutekeleza. Yani ukasema kwamba la, madam Ramadhani mtu ahati afunga moja kwa moja mwezi mzima, na miezi hizi siku 3 mimi na mimi vile vile nitasifunga moja kwa moja, ukajikalifisha. La, wadaiwa siku 3, funga leo kesho kula, funga kesho kutwa nyingine kula siku nyingine, au funga Jumatatu na Alhamisi mpaka umalize siku zote. Lakini ikiwa una nguvu na uwezo wako, ni aula zaidi kuzimaliza. Kwa nini? Kwa haraka.
ni deni lile. Liqaulihi ta'ala, kwa neno lake Mwenyezi Mungu aliposema, dalili ya kuonesha kwamba si lazima kuandamiliza na kufuatanisha zile siku. Fa'iddatun min ayamin ukhar, atalipa idadi ya zile siku ambazo alizokula katika masiku mengine. وقال ابن عباس, أسمى صحابة عبد الله بن عباس, لا بأس من أن يفرق, لا بأس به أن يفرق. hapana makosa kutenganisha, si lazima kuandamiza, la, hapana ubaya mtu akafunga leo akala siku mbili akafunga tena, akala siku mbili akafunga tena. وقال أبو هريرة, أسمى أبو هريرة, يواتره إن شاء, akitaka atafunga kwa witri. وأما ما رواه البيهقي, أما حديث إلى بكيوانا الإمام البيهقي والدار قطني, ندار قطني من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا, يكون بحديثه. أما حديثه يعني كسيما من كان عليه صوم, يولي أنباء من رمضان, يولي أنباء أتكوان دين لصوم يوم رمضان, فليسرد, بس أونغانيش, ولا يقطعه ولا سيكاته. أما حديثه ambayo yenye kusema ambaye yuadai wa Ramadhani anapolipa alipe moja kwa moja wala asikate, fahuwa hadithun dhaifun, ni hadithi ambayo maana yake nini? Ni dhaif. Qala ad-Darqutni, asema ad-Darqutni, Abdurrahman ibn Ibrahim dhaifun, Abdurrahman bin Ibrahim ni dhaif. Angalia chini kabisa, wa khulasatul qawl, chini kabisa na khulasa na ufupisho wa kauli, annahu lam yasih, hadithi hii haikusih, fima na'lam, kulingana tunavyojua. Tayib, wala fi tafriq, katika kunini kutenganisha, wala almutabaa, wala yani nini kuandamiza. Hadithun marfu', hadith ambao ni marfu'. Wal aqrab, lililo karibu zaidi katika masala kama haya, wal aisar, na jepesi zaidi, jawazul amrani, yajuzu mambo yote mawili. Yajuzu ikiwa walipa wewe ukafunga moja kwa moja bila ya kukata, na yajuzu vile vile ikiwa walipa ukafunga leo kesho ukapumzika ukafunga tena, yote yajuzu. Qala Abu Daud, asema Abu Daud fi masailihi, katika kitabu chake, sami'tu Ahmada, asema nilimsikia al-Imam Ahmad, suila an qada'i Ramadan, Imam Ahmad aliulizwa juu ya masala ya mtu kukidhi deni la Ramadhan. Qala, akasema, insha farraqa, akitaka mtu atatenganishe afunge siku mbalimbali, wa insha tabaa, na akitaka ataandamiza. Wallahu a'lam. Lidhalika fajawazu tafriq, kule kujuzu mtu kufunga kwa siku mbalimbali, la yumfi at-tatabu', haipingani na kule mtu kufunga kwa kuandamiza, haipingani. Ima ikiwa waweza kufunga zote kwa pamoja, ikiwa una tabu funga leo kesho yani ufunge. Ajma'a ahlul ilm, tayib, wameafikiana wanazuoni, anna man mata, yule ambaye atakufa, wa alayhi salawatun faita, hali ya kuwa alikuwa na sala, kuna baadhi ya siku alikuwa mgonjwa hakuweza kuswali, fa inna waliyahu, wameafikiana wanazuoni wa Kiislamu ya kwamba wali wake, msimamizi wake, la yaqdi anhu, yani hamlipi swala kama zile, huwa yeye wala ghairuhu, wala mtu mwingine hatomlipia zile swala. Akasema wiki nzima babangu alikuwa mgonjwa kwa ICU akafa hakuswali, nitamswalia? La, haswaliwi mtu. Kadhalika vile vile man ajaza ani siyam, yule ambaye atashindwa kufunga, la yasumu anhu ahadun fi hayatihi, hatamfungia mtu yoyote katika uhai wake. Madam mtu yuko hai akashindwa kufunga, huwezi kusema babangu ni mgonjwa nitamfungia yeye, la, bali yut'im an kulli yawmin miskina, bali atalisha kila siku moja katika ile siku ambayo alokula maskini. Kama faala Anas, kama alivyofanya Anas radiyallahu anhu, radza Mwenyezi Mungu zuelee, Anas bin Malik, fil athar alladhi awradnahu anifan, katika athar ambao manake tulieleta hivi sasa. Anas ibn Malik alipokuwa mtu mzima, sahabiyun jalil, akawa hawezi kufunga kila siku ambao alokula akilisha nini? Maskini, kibaba.
lakini man mata yule ambaye atakufa wa alayhi nadhru saumin, hali ya kuwa alikuwa na saumu ya nadhiri, hali ya kuwa alikuwa na saumu ya nadhiri, sama anhu waliyuhu. Naam, sama anhu waliyuhu, wali wake ndio atakayemlipia, atakayemfungia. Sama anhu waliyuhu, wali wake atamfungia. Mtu gani huyo? Man mata, yule ambaye atakayekufa, wa alayhi nadhru saumin, hali ya kuwa alikuwa na nadhiri ya deni la saum, aliyeka nadhiri ya kwamba mimi nikifanya jambo kadhaa mimi nitafunga, asifunge, basi wali wake atafanya nini? Atamfungia. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa neno lake mtume aliposema man mata, yoyote atakayekufa, wa alayhi saumun, na hali ya kuwa alikuwa na deni la saum, sama anhu waliyuhu, wali wake atafanya nini? Atamfungia. تواجه وعن ابن عباس أنبكي صحابة ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل ألكجمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبقى كنتم يا منعزمه فقال أكسيما يا رسول الله امتم يا منعزمه إن أمي ماتت ممان وانكفى وعليها صوم شهر نألكوا أدي وصوم يا مزمزمة أفأقضيه عنها نفاكم لبيا؟ قال نعم ديو. فدين الله دين لا منعزمه أحق نبور زيدي أن يقضى كلبوا. وهذه الأحاديث العامة، حديثه أنبازني عامة جايكم ذا مسألة صوم هيكوتاجا specific صوم أين غاني صريحة زي الزوازي في مشروعية صيام الولي، يوجب يا صوم يا ولي عن الميت كم فنجي ميتي جميع أنواع الصيام، يعني أنفنجي سامبل زوت. حديث hizi mbili hazikutaja صوم ya nadhri, zinataja صوم yote. وبه قال بعض الشافعية، قوله وميتجا baadhi wanazuoni kishafi. وذهب إليه ابن حزم، na ni kauli ambao waliitilia nguvu Ibn Hazm ya kwamba ni saumu ya aina yoyote ambayo mtu maiti ankufa akawa adaiwa, si lazima saumu ya nadhri, sawa iwe ni nadhri au sawa ya Ramadhani, wafanya nini? Wamfungia. Hii ni kauli ambayo walioishika baadhi ya wanazuoni wa Kishafii, na ndio tunaitumia sisi na Ibn Hazm. illa anna hadhihi alahadith min al'am almakhsus, isipokuwa hadithi hizi mbili tulizotaja ni hadithi am zenye kuzungumzia sampuli yoyote ya saum al-makhsus, lakini zilizohusisha. Fala yasumu al-wali an al-mayyit, amfungi yani wali maiti illa saumu nadhri, maiti au wali hamfungi maiti wake saumu yoyote isipokuwa saumu ya nadhri. وبه قال الإمام أحمد، نهين ديو قول أوليت الإمام أحمد كما جاء في مسائل الإمام أحمد، كما إلي فكوجة كتاب إمام أحمد مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل، نلمسكي أحمد بن حنبل قال أكسيما إمام أحمد بن حنبل لسيما لا يصام عن الميت، هفنجيب ميتي إلا في نذر اسبق وصوم يا نذيري، maiti afungiwa saumu ya nadhri peke yake. Qala Abu Daud, asema Abu Daud, qultu li Ahmada, nilisema kumwambia al-Imam Ahmad, fa shahru Ramadhan, je ikiwa mtu alikuwa ankufa hakufunga katika mwezi wa Ramadhan akafa adaiwa, atafanya nini? Qala yut'imu anhu, atamtolea chakula. Yut'imu anhu, atamtolea chakula. Kwa hivyo hii ndio kauli ambayo yenye nguvu. Hii ndio kauli ambayo yenye nguvu ya kwa maiti anapokufa ikiwa yuadaiwa saumu ya nadhiri ndio afungiwa, ama saumu ya Ramadhani humfungi, bali utamtolea nini? Chakula. Tumfahamiana ile kauli ya kwa manake hadithi hizi mbili ukisema kwamba ni saumu yoyote ya nadhiri, la, zinkuja hadithi zingine za kuhusisha saumu anayofungiwa maiti ni saumu ya nadhiri. طيب وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، na hili ndilo jambo ambalo lenye kupelekea
yani lenye kutuliza nyoyo kwa sababu kauli yenye nguvu. Wayansharihu lahu alfuad, na ndio kauli ambayo yenye kufungua nyoyo zetu na vifua vyetu. Wayuthalliju sadr, na kutia baridi vifua. Wayurajjihuhu fiqhu dalil, na yatilia nguvu ile fiqhi dalil. Lianna fihi, kwa sababu ndani yake, i'malan, katika kushikamana na jambo kama hili au na kauli kama hii, i'malan ni kuifanyia kazi, lijamii alahadith, hadithi zote alwarida zilizokuja, duna raddi ahadin minha, basi na kurudisha yoyote katika hadithi zilizokuja kuhusu masala ya kumfungia maiti, ma'al fahmi salim, pamoja na ufahamu ulosalimika, laha, katika hadithi kama hizi. Wa khassa al-awwal, khassa katika hadithi ya kwanza, ya kwamba hizi hadithi zote zilizokuja zaingia na zaafikiana na masala ya kwamba maiti akifa saumu anaofungiwa ni saumu ya nini? Saumu ya nadhri. zote hizi. فلم تفهم عائشة رضي الله عنه ذلك الإطلاق. bibi Aisha radhiallahu anha hakufahamu ya kwamba yani kule yani kumfungia maiti al-itlaq ash-shamil li sawm Ramadhan wa ghayrihi. hakufahamu bibi Aisha radhiallahu anha kule kumfungia maiti ni kumfungia moja kwa moja, murada maana yake kumfungia maiti ni kumfungia saumu ya Ramadhani na saumu nyinginezo. La, bibi Aisha hakufahamu hivi. mtu aweza kusema lakini hadithi hii ya bibi Aisha radhiallahu anha, la, hadithi ya bibi Aisha hii ya kwanza ambayo tulisoma huko nyuma haina maana bibi Aisha radhiallahu anha ufahamu wake ni kwamba yani saumu yoyote mtu aweza akamfungia maiti wake, ikiwa alikuwa ana saumu ya Ramadhani, ikiwa alikuwa ana saumu ya kafara, ikiwa alikuwa ana saumu ya nini, ya nadhiri. hakufahamu vile. alifahamu vipi bibi Aisha? na hadithi ya kwanza ndio inaonyesha hivi, bal dhahabat ila al-it'am, bali bibi Aisha katika riwaya nyingine amekwenda kuonyesha kwamba manake yule maiti ambaye anayedaiwa deni ya Ramadhani hafungiwi, atolewa chakula. wa hiya riwayatuhu, na hii ndio riwaya yake, bidalili ma rawathu Amra, kutokana na dalili ambayo alipokea Amra, anna ummaha, huyu bibi Amra mamake, matat, alikufa, wa alaiha min Ramadhan, na huyu mamake alikuwa na deni la Ramadhan. فقالت لعائشة, akasema yule bibi kumwambia bibi Aisha, aqdhihi anha, je mamangu ankufa ana deni la Ramadhan, je nimlipie? sikiza bibi Aisha sema nini. qalat, bibi Aisha kamwambia, la, usimlipie, bal tasaddaqi anha, bali mtolee sadaka mamako, makana kulli yawmin nisfu sa'in, mahali pa kila siku ambao alokula umtolee nusu pishi, ala kulli miskin, kwa kila maskini. bibi Aisha akamwambia kwamba la, usimfungie madam amanaki, yani alikuwa akidaiwa deni la Ramadhan, usimfungie, mtolee katika kila siku ambao hakufunga, yani lish malaka nini, nusu pishi ya chakula umpe nani, maskini. ama saumu ambao anaofungiwa mtu ambaye anaofungiwa maiti ni saumu gani jamaa? saumu ya nadhri, saumu ya nadhri. طيب, hadithi hii amepokea al-Imam al-Tahawi katika Mushkil al-Athar na Ibn Hazm. wa min al-muqarrar, na ni jambo ambalo lenye kufahamikana, anna rawi al-hadith, ya kwamba yule mpokezi wa hadith adra, ni mjuzi zaidi, bimaana marwiyihi, kwa maana ya kile alichokipokea. wa dhahaba ila hadha at-tafsil, na akenda katika kueleza yani uwazi na ufafanuzi wa jambo kama hili, hibrul umma, mwanachuoni wa umma huu radhiyallahu anhu, na ni sahaba Abdullah ibn Abbas. yeye pia akafafanua zaidi masala kama haya, akasema idha marida ar-rajulu fi Ramadhan, ibn Abbas asema atakapokuwa mgonjwa mtu katika mwezi wa Ramadhan, thumma mata, kisha akafunga, thumma mata, kisha akafa, walam yasum, wala sifunge, ut'ima anhu, atatolewa chakula, walam yakun alayhi qada, wala hatolipiwa. sikiza kauli ibn Abbas, wala tofanini, hatolipiwa. wa in kana alayhi nadhrun, lakini endapo yule bwana alikuwa na deni la saumu ya nadhr,
قضي عنه وقضى عنه وليه وليوك تملبيا. أخرجه أبو داود أمبكيه الإمام أبي داود بسند صحيح وابن حزم في المحلى. ومن المعلوم جنب لن يكون كان أن ابن عباس رضي الله عنهما حقيقة صحابة عبد الله بن عباس وهو راوي الحديث الثاني دو ألوبكي حديث يبيلي وخاصة يقوم بخاصة أنه روى حديثا يقوم بأمبكي حديثي فيه نص أنبون دانياك يكون نص حديث إلي على أن الولي يقوم بولي ولي وميتي يصوم عن الميت أتنفنجي ولميتي صوم نذر وأن سعد بن عبادة نفل بيلي حقيقة يا صحابة سعد بن عبادة استفتى رسول الله ألموليز متومي ومنعزم فقال أكسم إن أمي ماتت. سعد بن عبادة أما بيانان متومي ممانك وانكوفا وعليها نذر ألكوانا صومي نذيري فقال متومي أكسم اقضي عنها ملبيه صومي نذيري ألبيوا صومي رمضاني وليس. وهذا التفصيل نا أففنسه موافق ونافقيانا لقواعد الشريعة وأصولها نقاعد ذاك الشريعة نمسنجياك كما وضحه كما ألفوا بين سهيل العلامة ابن القيم منشون ابن القيم في إعلام الموقعين وزاده توضيحا وتحقيقا أكزديشا يعني كوازنا وحقيقة في تهذيب سنن أبي داود كتاب شاك ابن القيم تهذيب سنن أبي داود فعليك به نين إكوين طالب العلم وكان قال كتابه هيك فإنه مهم مسألة هاي وتيكوتا مهم. ومن مات نيولي أتكي كفا وعليه صوم نذر هل يكوى ألكوى جاني لصوم نذر وصام عنه رجال وكم فنجيه واتو بعدد الأيام وإداد يسيكو التي عليه أنبازو ألكوى أكدايوى جازا يجوز mtu anasomea nadhiri ankufa lazima alipiwe nadhiri ya siku 5 ana watoto wangapi 5 wote wakamfungia bwana kila mmoja atafunga خلاص madam ile wakifunga wote kwa siku moja yajuzu atakuwa shamaliza ile deni sisi tumfahamiana طيب. قال الحسن أسمى الحسن البصري إن صام عنه 30 رجلا endapo watamfungia yeye watu 30 kullu wahidin yawman kila siku mtu mmoja mwezi mzima kufunga wakamfungia watu 30 jaza yajuzu. amma al-it'am amma chakula kulisha chakula fa in jamaa waliyuhu masakin endapo wali wake atakusanya maskini biadad al-ayyam kwa idadi ya siku allati alayhi ambazo yule bwana anadaiwa wa ashba'ahum akawalisha wote mpaka wakashiba maskini 30 jaza yajuzu kwa wakati mmoja. wakadhalika faala Anas ibn Malik hivi ndivyo alivyofanya nani sahaba Anas bin Malik radiyallahu anhu. nafikiri mpaka hapa tutakomea inshallah. subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.